Hebu fikiria hii. Unaamka asubuhi unakula vipande kadhaa vya muhogo wa kuchemsha. Mchana tena unakula muhogo. Na jioni unarudia. Wiki inapita, mwezi unapita, na muhogo unakuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Lakini umewahi kujiuliza, mwili wako unapata nini hasa kutokana na chakula hiki? Je, muhogo wa kuchemsha ni chakula cha kawaida tu au kuna siri kubwa iliyofichwa ndani yake? Ni kweli kwamba muhogo huongeza nguvu za mwili, unaweza kusaidia kuongeza uzito, una faida kwa afya ya uzazi. Na je, kuna madhara yoyote yanayoweza kutokea kama ukila kila siku bila kujua kiwango sahihi? Karibu sana katika video yetu ya leo ambapo tutachambua kwa kina kila kitu kinachotokea mwilini unapokula muhogo kuchemsha kila siku. Na hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu sehemu ya mwisho ndio inayoshangaza watu wengi zaidi. Nikuombe kama unapenda mada za afya, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kwa pamoja. Muhogo ni nini? Muhogo ni moja ya vyakula asilia vinavyopendwa sana barani Afrika. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazolima na kutumia muhogo kwa kiwango kikubwa. Watu wengi hutumia kama kifungua kinywa, chakula cha mchana au hata chakula cha jioni. Watu wengi hupenda muhogo kama kifungua kinywa, chakula cha mchana au hata chakula cha jioni. Sababu kubwa ni kwamba muhogo unashibisha, hupatikana kwa urahisi, ni nafuu, hutoa nishati nyingi. Lakini kilichofanya muhogo udumu kwa karne nyingi si bei ya kipekee, ni uwezo wake wa kuwapa watu wengi nguvu za kufanya shughuli za kila siku. Kwa kawaida, muhogo una kiasi kikubwa cha wanga ambao ndio chanzo kikuu ndani ya nishati mwilini. Jambo la kwanza, mwili unapata nishati nyingi. Ukila muhogo kuchemsha kila siku, jambo la kwanza ambalo linaweza kutokea ni kuongezeka kwa nguvu za mwili. Wengi wakila muhogo wanapata wanga uliomo kwenye muhogo badilisha kuwa glucose. Glucose ndiyo mafuta ya mwili. Ubongo wako unatumia glucose, misuli hutumia glucose, viungo vinatumia glucose. Ndiyo maana baada ya kula muhogo wengi huhisi kushiba na kupata nguvu zaidi. Kwa watu wanaofanya kazi ngumu kama kilimo, ujenzi, uvuvi, usafirishaji, biashara zinazohitaji matembezi zaidi, muhogo unaweza kuwa chanzo kizuri cha nishati. Ndiyo maana katika maeneo mengi ya vijijini, muhogo ni chakula kinachothaminiwa sana. Jambo la pili, unaweza kushiba kwa muda mrefu. Watu wengi wanaokula mikate na au vitafuno vya sukari mara kwa mara hupata njaa ya haraka. Lakini muhogo ni tofauti kidogo. Kwa sababu umeng'enywa taratibu, matokeo yake ni kwamba unaweza kukaa muda mrefu bila kuhisi njaa kali. Hii ina faida kadhaa. Kwanza, hupunguza tamaa ya kula kila wakati. Pili, inaweza kusaidia mtu kuepuka vyakula visivyo na afya mara kwa mara. Jambo la tatu, mwili unapata nishati taratibu badala ya kupanda na kushuka ghafla. Jambo la tatu, afya ya tumbo inaimarika zaidi. Utumbo wenye afya ni msingi wa mwili wenye afya. Muhogo na nyuzi, lishe ambazo husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Nyuzi hizi zinaweza kusaidia choo kutoka kwa urahisi, kupungua kwa tatizo la kufunga kwa choo, kuboresha mazingira ya bakteria walio tumboni. Watu wengi hawajui kwamba sehemu kubwa ya kinga ya mwili inahusisha afya ya tumbo. Utumbo unapofanya kazi vizuri, mwili mzima unaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Jambo la 4, unaweza kuongeza uzito. Sasa tuzungumzie suala ambalo watu wengi huuliza. Je, muhogo unaweza kuongeza uzito? Jibu ni ndio, lakini si kwa kila mtu. Muhogo una kalori nyingi kutokana na kiwango kikubwa cha wanga. Ikiwa unakula muhogo mara kwa mara, mwili wako hautumii nishati yote inayopata. Zaidi,
nishati inaweza kuhifadhiwa mwilini. Hatimaye uzito huongezeka. Kwa watu wenye mwili mwembamba wanaotafuta kuongeza uzito kwa njia ya kawaida, muhogo unaweza kuwa na msaada mzuri. Lakini kwa watu wanaopambana na uzito mkubwa, kiasi cha muhogo kinashauriwa kudhibitiwa. Kumbuka, tatizo si muhogo, tatizo ni kalori nyingi kuliko mwili unavyotumia. Jambo la 5, je, muhogo huongeza nguvu za kiume? Hii ndio sehemu ambayo watu wengi wameisubiri. Katika jamii nyingi kuna imani kwamba muhogo unaweza kusaidia nguvu za kiume. Kisayansi, muhogo si dawa ya kuongeza nguvu za kiume moja kwa moja, lakini kuna sababu zinazoweza kufanya baadhi ya watu waone tofauti. Kwanza, muhogo huongeza nishati. Mtu mwenye nishati ya kutosha mwilini mara nyingi huwa na uwezo mzuri wa kufanya shughuli mbalimbali. Pili, muhogo unapoliwa pamoja na lishe bora kwa ujumla unaweza kusaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. 3, mtu anayepata chakula cha kutosha na usingizi mzuri mara nyingi huwa na afya bora zaidi. Kwa hiyo, baadhi ya watu wanaweza kuhusisha hali hiyo na muhogo. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba afya ya uzazi huasiliwa pamoja pia na mazoezi, usingizi, uzito wa mwili, msongo wa mawazo, magonjwa mbalimbali. Hakuna chakula kimoja pekee kinachoweza kufanya miujiza. Jambo la 6, mwili hupata vitamini na madini. Ingawa muhogo unajulikana zaidi kwa wanga, pia una baadhi ya vitamini na madini. Miongoni mwa hiyo vitamini ni vitamini C, potassium, magnesium kwa kiwango kidogo. Virutubisho hivi vina mchango katika afya ya mwili kwa ujumla. Jambo la 7, unaweza kupata uchovu wa mara kwa mara. Unaweza kupunguza uchovu wa mara kwa mara. Watu wanaokula milo isiyotosha mara nyingi huhisi uchovu. Muhogo ukiwa sehemu ya lishe yenye uwiano unaweza kusaidia mwili kuwa na akiba ya nishati. Matokeo yake, baadhi ya watu hujisikia wenye nguvu zaidi wakati wa kazi. Jambo la 8, muhogo ni mzuri kwa watu wenye kisukari. Hapa ndipo tahadhari inahitajika. Muhogo una wanga mwingi. Kwa watu wenye kisukari, kula muhogo kwa kiasi kikubwa kunaweza kuongeza sukari ya damu. Hii haimaanishi kwamba kila mwenye kisukari haruhusiwi kula muhogo, lakini muhimu kushauriana na mtaalamu wa afya kuhusu kiasi kinachofaa. Jambo la 9, hatari ya kula muhogo pekee kila siku. Makosa makubwa ambayo baadhi ya watu hufanya ni kutegemea muhogo pekee. Mwili unahitaji protini, mafuta yenye afya, vitamini mbalimbali na madini mbalimbali. Ukila muhogo pekee kwa muda mrefu, unaweza kukosa baadhi ya virutubisho muhimu. Ndio maana ni vizuri kuchanganya maharage, samaki, mayai, mboga za majani pamoja na matunda. Jambo la 10, umuhimu wa kupika muhogo vizuri. Muhogo unatakiwa kuandaliwa vizuri kabla ya kuliwa. Usile muhogo mbichi. Kupika vizuri husaidia kuondoa baadhi ya kemikali asilia zinazoweza kuwa na madhara zikitumika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo, hakikisha umechemshwa vizuri, umehifadhiwa vizuri, unatoka sehemu salama. Baada ya kuangalia yote haya, tunaweza kusema kwamba kula muhogo wa kuchemsha kila siku kunaweza kusaidia kuongeza nishati, kushibisha kwa muda mrefu, kuboresha afya ya utumbo, kusaidia kuongeza uzito kwa baadhi ya watu, kuchangia afya bora ya mwili kwa ujumla. Lakini kumbuka jambo moja muhimu sana. Muhogo ni chakula kizuri, lakini si chakula kamili. Ili mwili upate manufaa makubwa zaidi, muhogo unapaswa kuambatana na vyakula vingine vyenye protini, mboga na matunda. Sasa niambie kwenye maoni, wewe unakula muhogo mara ngapi kwa wiki? Na unapendelea wa kuchemsha, wa kukaanga au wa kuchomwa? Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.